Tunaenda kumzungumzia mchezaji Albert Kangwanda kutokea pale kikosi cha Dar es Salaam Young Africans ambaye Albert Kangwanda safari yake kabla ya kutua Dar es Salaam Young Africans amepita wapi na wapi, tunaenda kujua hapa, lakini niwakumbushe tu Albert Kangwanda mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu ya NBC akiwa ana goli 2, assist 2, lakini pia amefanikiwa kutengeneza chance kubwa 4. Okay. Zile key pass naita 4, lakini ametengeneza chance takriban 13 kuanzia atue na kwenye kikosi cha timu ya Yanga. Lakini Albert Kangwanda ni mmoja kati ya nyota ambao amezaliwa mnamo mwaka 1999 pale Zambia. Huyu ni Mzambia, kwa hiyo ilipelea kidogo tu awe mtoto wa 2000. Ilikuwa bado kidogo awe mtoto wa 2000. Albert Kangwanda ni moja kati ya nyota ambao wanakipiga pia katika timu ya taifa ya Zambia. Wanapenda kuita Achipolopolo. Lakini Albert Kangwanda sasa ana historia ndefu na amepita timu nyingi kuanzia mnamo mwaka 2017 aanze kulicheza soka. Kuna vilabu kadhaa ambavyo ameweza kuvipita Albert Kangwanda, lakini kabla ya kutaka kuwa mchezaji, watu wengi ambacho wakifahamu, alikuwa ana ndoto za kuja kuwa muhasibu. Okay. Ndoto yake kubwa ilikuwa kuja kuwa muhasibu, na alizungumza katika mahojiano yake kwamba hata akija kustaafu soka basi ndoto yake ya uhasibu lazima aje aitimize, atakuja kusoma huko baadaye. Sasa sijajua alizungumza kabla ya kwanza kupata mtonyo ama raha, lakini kwa sasa hivi tunajua yupo katika kikosi cha timu ya Young Africans. Bwana Albert Kangwanda ni mzaliwa wa pale Zambia. Anatumia mguu wa kushoto kwenye kucheza kwake mpira, lakini yeye uwanjani nafasi ambayo anacheza ni winga ya kushoto ama mshambuliaji, pia anayo nafasi ya kutumika hivyo. Tunakumbukwa zaidi na ameanza kupata umaarufu katika mchezo wa dabi ya Kariakoo pale visiwani Zanzibar, ambako waliweza kufunga goli la kichwa ambalo goli lilipelekea Young Africans kuwa mabingwa wa ngao ya jamii. Mchezo wake wa kwanza akiwa na kikosi cha Dar es Salaam Young Africans alifanikiwa kufunga goli lake la kwanza, na ameendelea kuonyesha uwezo wake katika michezo kadhaa ya ligi kuu. Tumeshuhudia akifanya hivyo juzi mchezo Yanga zidi ya JKT Tanzania, amefanikiwa kufunga na kutoa assist 2 na kuwa man of the match. Na ukija kuangalia kwenye rate, yani kuanzia ligi ianze sasa hivi timu zimeshacheza raundi 3, ndiye mchezaji pekee ambaye amepata ile rate au ratio ya 10-10. Alikuwa akiongoza Libase wa Simba, lakini yeye alikuja kuvunja kwenye mchezo ambao ulipita na akawa man of the match. Kwa hiyo tunazungumzia hapa mchezaji huyu wa Young Africans Kangwanda, Albert Kangwanda kutokea pale Zambia. Safari yake ya soka haijawa ya moja kwa moja, yani sio safari ambayo ilienda moja kwa moja ametoka hapa ameenda hapa. Ni mchezaji ambaye amekuwa na shuka panda, lakini ameendelea bado kuonyesha ubora wake na msimamo wake. Bwana, maisha yake ya soka awali kabisa, Kangwanda yeye alianza kucheza, kipaji chake kilionekana na akaanza kucheza kwenye academy ya Young Mkwanzi ya pale nchini kwao Zambia. Hapa ndiko safari yake ya soka ambako ilianza, lakini 2017 alijiunga na klabu maarufu zaidi pale nchini Zambia. Nikitaja watu wengi wanaweza kuwa wanaijua, Red Arrows ya pale nchini Zambia, ndipo ambako Kangwanda alianza kucheza, lakini alianza kucheza kama kijana, manake timu ya vijana. Then akaja akapandishwa timu ya wakubwa, huko ambako alikuwa anajaribu kutafuta nafasi, lakini alitolewa kwa mkopo kutoka pale Zambia katika kikosi cha Red Arrows na kwenda katika klabu ya Kafue Celtics ambayo alifunga goli 12 katika msimu wa 2021-2022, na baadaye akaenda Zesco Zanaco FC ya pale nchini Zambia. Safari yake ya Ulaya na changamoto ambazo alikutana nazo. Baada ya kutoka pale aliweza kufanikiwa kwenda kucheza soka Ulaya. Tunamzungumzia Albert Kangwanda, lakini Ulaya hakucheza kwa mafanikio makubwa. Alienda Croatia, huko alienda mnamo mwaka 2022. Pale Croatia hakucheza kwa mafanikio makubwa, alicheza katika klabu ya HNK Gorica ya pale nchini Croatia, na kutoka hapo ambako alipelekwa kwa mkopo katika kikosi cha ligi daraja la pili pale nchini Croatia. Safari yake Ulaya haikuwa ya mafanikio baada ya upweke. Najua Ulaya pia alivyoshushwa kwenda kwa mkopo, manake kiwango chake kikaonekana hakitoshi. Akaamua kutoka
Ulaya kurejea tena nchini kwao Zambia, ambako alienda kwenye kikosi chake ambacho alianza kukichezea cha pale pale Zambia, Red Arrows ya Zambia. Huyu bwana ni Kangwanda. Baada ya kutua Red Arrows ya Zambia, klabu ya Al Hilal Omdurman ya pale nchini Sudani ilimuhitaji. Na alienda kwa mkopo katika klabu ya Al Hilal Omdurman, na tena akarejea 2023-26 katika klabu yake ya Red Arrows ambaye alikuwa akipiga hapo mwanzo. Lakini ukiangalia hapa, baada ya kurejea Al Hilal Omdurman hakucheza kwa muda mrefu. Alikuwa anacheza nusu msimu, anaondoka anaenda timu fulani, anatoka hapo anaenda timu fulani. Ni mchezaji ambaye amepita kwa mkopo timu nyingi kabla ya kuja Dar es Salaam Young Africans. Ukija kuangalia hapa historia yake inaonyesha kwamba baada ya kwenda Al Hilal Omdurman pale nchini Sudani, tunajua Sudani pale kulikuwa kuna vita ambayo inapelekea sasa ligi ya Sudani isiendelee. Sasa hivi Sudani wao timu zao zinacheza katika ligi tofauti na nchi yao kutokana na kile ambacho kinaendelea pale nchini Sudani. Ndio hata wiki kama 3 hivi 4 tuliona kikosi cha Sudani Al Hilal Omdurman walienda nchini kwao na kwenda kuangalia uwanja ambao walikuwa wanautumia. Uwanja umeota nyasi wote. Inaonesha namna gani madhara ya vita katika nchi pia inaweza kusababisha watu washindwe kucheza michezo. Lakini msimu wa 2025-26 ulikuwa ni wa mafanikio makubwa kwa Albert Kangwanda, ambako aliongoza Red Arrows kutoa ubingwa wa ABSA Cup na kumaliza nafasi ya pili katika msimamo wa ligi kuu ya Zambia. Katika msimu huu alifunga magoli 17 Kangwanda, lakini pia alitoa pasi za usaidizi 9 katika msimu wa 2025-26, jambo lililomfanya ashinde tunzo ya mchezaji bora wa Zambia MVP msimu uliopita. Sasa hapa ndiko safari yake ya kuja Young Africans ikaanza, kutimiza magoli 17 katika nusu msimu pale Zambia, na kuwa mwenye assist 9, lakini kuwa MVP na kuisababisha Red Arrows kumaliza nafasi ya pili kwenye ligi kuu ya Zambia, ikamfanya kiwango chake kuonekana ni bora, na Young Africans wakapiga hodi kwenye kikosi cha Red Arrows na kuweza kumsajili. Mnamo Julai 24, 2026, mabingwa wa kihistoria wa ligi kuu ya NBC na maanisha Young Africans wao waliweza kumtangaza au kumsajili Albert Kangwanda kwa mkataba wa kudumu, ambako sasa tunamuona kocha alitamani kufanya kazi na Kangwanda na kutua kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Sasa hapa mwanzo nilizungumza mchezo wake wa kwanza aliweza kuonyesha. Ujue nyota wengi ambao wanakuja ligi yetu ya Tanzania huwa wakifika tunawapa nafasi ya kuendelea kucheza ili tuone uwezo wao upoje, lakini kwa Kangwanda yeye hakutaka muda mrefu ili kudhibitisha ubora wake. Hakutaka kupewa muda sana ili kuonyesha kwamba ana uwezo wa kucheza au ana uwezo wa kufunga. Yeye mechi yake ya kwanza, mechi ya dabi, mechi kubwa, akaweza kuonyesha. Mechi yake ya pili akaendelea kuonyesha, na mpaka sasa ni mchezaji ambaye anaimbwa zaidi kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Na watu wengi wameweza kuongea kwamba Yanga wamemkosa Pacome, lakini wameweza kumpata mbadala wa Pacome, ambako sasa hivi uwezi ukaona Yanga wakijuta labda Pacome kaumia, nafasi ile nani anaenda kuiziba, lakini Kangwanda kafika, ameweza kufiti eneo la pembeni, anatokea, anacheza vizuri, na mashabiki wa Yanga wanaendelea bado kumuimba. Ujue inakuwa ni nadra sana kuona timu inapoteza mchezaji anaumia mwisho wa msimu, ambaye mlikuwa mna mategemeo ya kuanza naye msimu, anashindwa kuwepo katika msimu unaofuata, alafu timu inaenda kufanya usajili ambao usajili unakuja una click moja kwa moja kwenye kikosi. Kwa hiyo Albert Kangwanda yeye tumemwona kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africans, ameweza kufanikiwa kuingia moja kwa moja. Maisha yake ya soka, timu ya taifa pia, huko Albert Kangwanda ameweza kuwa tegemezi kwenye timu ya taifa ya Zambia, au unaweza kaita Chipolopolo. Amekuwa akitumikia katika nafasi mbalimbali chini ya makocha tofauti tofauti, na akiendelea kupambania namba katika timu yake ya taifa. Amekuwa pia akicheza michezo mikubwa, yani kwenye timu yake ya taifa amefanikiwa kucheza michezo mikubwa. Amecheza mchezo dhidi ya Argentina, ambako Argentina walicheza dhidi ya Chipolopolo ama wa Zambia. Tulimshuhudia Albert Kangwanda akifanikiwa kuchezea timu ya nyumbani kwao pale Zambia, na ni ndoto ya kila mchezaji kuona anacheza kwenye timu yake. Nimezungumza hapa safari yake ya soka,
alipita Young Nkwanzi kama kijana, lakini alivyotoka hapo Albert Kangwanda alienda Red Arrows ambako huko ndiko timu ambayo ilimkuza zaidi na kupata nafasi ya kwenda kucheza club ya Cafe Celtics na Zanaco. Lakini alitoka hapo Kangwanda 2022 alipata nafasi ya kwenda Ulaya ambako ndio nimesema hapa mwanzo alicheza HNK ya Golic Croatia, lakini alipelekwa kwa mkopo ligi daraja la pili ambako huko yeye aliona ni bora kurejea tena Zambia ambako Zambia alirejea katika kikosi cha Red Arrows. Baadaye alijiunga na Al Hilal Omdurman ya Sudani. Pia alipata uzoefu wa kucheza Moldovia. Baada ya kwenda Al Hilal ya Sudan, walimtoa kwa mkopo kwenda Moldovia ambako kule alicheza na kurejea msimu uliopita kwenda katika kikosi cha Red Arrows ambako ndo alifanikiwa kufunga goli 17, akatoa assist 9 katika michezo yake ambayo amecheza. Timu ya taifa ya Zambia anakumbukwa zaidi Albert Kangwanda kwa kuwa bora. Aliweza kucheza under 20 akiwa na kikosi cha Zambia, lakini ni miongoni mwa wachezaji ambao pia alicheza michuano ya Kosafa na anakumbukwa zaidi kwa kufunga magoli 3 ambao michuano hii ilichezeka mnamo mwaka 2023. Albert Kangwanda alikuwa ni mchezaji miongoni mwa wafungaji bora katika michuano hii ambayo ilichezeka mnamo mwaka 2023, michuano ya Kosafa ambako yeye pia alikuwa ni miongoni mwa wachezaji. Amepita katika mataifa 4 mpaka sasa. Nchini kwao kiachana nchi yao ya Zambia, amepita Croatia, amepita Sudan, Moldovia na kwa sasa Albert Kangwanda yupo Dar es Salaam Young Africans. Huyu ni mchezaji ambaye amecheza kwa mafanikio, lakini msimu huu sasa tunamshuhudia akiwa anavalia jezi ya njano, kijani na nyeusi hapa nchini Tanzania. Watu wanajiuliza, je, kile ambacho amekifanya msimu uliopita akiwa Zambia anaweza kukifanya msimu huu akiwa nchini Tanzania, akienda kuonyesha uwezo wake. Na watu wengi wamekuwa wakiona watu kutoka Zambia wamekuwa wakija kwenye ligi yetu wamekuwa wakishine sana. Tunamzungumza Kratos Chota Chama, amekuwa ni moja kati ya wachezaji ambao wana shine na amekuwa mchezaji ambaye akienda mataifa mengine anafeli, ila akirudi Tanzania amekuwa bora sana. Lakini pia wapo wachezaji wengine ambao wameshapita kwenye ligi yetu wakitokea Zambia na wamekuwa bora. Kwa hiyo kwake Albert Kangwanda ni mchezaji ambaye kwa sasa ni mchezaji wa Yanga na nimetaja takwimu zake, ana goli 2 kwenye ligi kuu mpaka sasa, ana assist 2, lakini ametengeneza nafasi kubwa 4 huko akiwa amepiga ametengeneza pia nafasi 13. Katika nafasi kubwa zile 4, nafasi 2 zimetumika, nafasi 2 watu waliweza kukosa magoli. Kwa hiyo huyo ni mchezaji wetu wa leo Albert Kangwanda. Nimeona bwana watu wakimsifia. Wanasema wakati wa lile dirisha la usajili walikuwa wanasema yani katika vitu ambavyo katika wachezaji ambao Yanga imewini mmoja wapo ni huyo uliyemzungumzia Kangwanda. Wenyewe wanakuambia mashine ya mabao. Mashine ya mabao. Na analijua boli kweli kweli, kwa sababu Kangwanda akikamata akishika mpira the way ambavyo anafanya movement zake unamuona kabisa jamaa anajua mpira. Okay. Yani sio yule ambaye akitouch mpira au akisema tulize mpira hapa mpira ule kule habatishi. Sawa.